Katika mwaka wa masomo 2024-2025, chuo cha TIA campus ya Singida kinajivunia kutoa wahitimu 1490, kati yake wanawake 733 na wanaume 757, huku wanufaika wa bodi ya mikopo ni wahitimu 310. Hayo yamejiri wakati wa mahafali ya 23 katika chuo cha TIA campus ya Singida yaliyofanyika chuoni hapo. Awali akimkaribisha mgeni rasmi, mwenyekiti wa bodi ya ushauri wa wizara Profesa Jehovanes Aikaeli amesema kuwa wahitimu wanatakiwa kuendana na kasi ya mageuzi ya kimtandao. Udahili wa wanafunzi katika kampasi yetu ya Singida umeongezeka. Mwaka 2024-2025 kampasi ya Singida ilidahili wanafunzi 2623, ikiwa ni ongezeko la 24% kutoka wanafunzi 2115 mwaka 2021-2022, miaka mitano iliyopita. Hii inaonyesha kuongezeka kwa imani ya elimu inayotolewa na TIA kwa ujumla na hapa kwenye kampasi yetu ya Singida. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuchukua nafasi hii kwa ajili ya wahitimu na napenda kutoa wito kwa maneno machache kuendelea kutumia ufahamu wa kidijitali na kiteknolojia kufanya biashara kwa njia bunifu. Ubunifu wa kidijitali utawawezesha kuunda bidhaa, kutoa huduma nzuri mpya kwa weledi, kuongeza ushindani katika soko na kufanikisha biashara, kuanza biashara ndogo ndogo na kuzikuza kuwa biashara kubwa, na hatimaye kuchangia kwa kiwango kikubwa katika uchumi wenu binafsi na uchumi wa taifa letu la Tanzania uwe imara na jumuishi na unaowezesha watu wote. Tunaowatoa hapa TIA leo na hawa wengine vijana wanaobaki wanaenda kuwa vijana imara wa taifa hili ambao wanazungumzia habari ya maendeleo, inatawala maisha yenu, mnasimama wenyewe. Tunahitaji vijana hawa muwe vijana wenye uwezo mkubwa. Mungu hapendi tuwe maskini. Ni matumaini yetu kwa elimu mliopata, tunatarajia muwe matajiri. Huku mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amewaasa wahitimu hao kuwa wabunifu na kutumia akili unde katika kujipatia kipato. Lakini pia ni mwanzo wa safari mpya katika maisha yenu. Elimu mlioipata ni nguzo muhimu katika kuyafikia mafanikio na ndoto zenu. Lakini dunia sasa inahitaji maarifa yanayoendana sambamba na teknolojia. Katika zama hizi za mapinduzi ya kidijitali na akili unde, soko la ajira limebadilika sana na kwa kasi kubwa. Ajira nyingi sasa zinahitaji ujuzi na teknolojia, lakini kubwa ubunifu na uwezo wa kubadilika kulingana na mazingira. Hivyo ninawaomba sana, kumbatieni teknolojia na akili unde katika kazi na biashara zenu. Tumieni akili unde kuongeza ufanisi, ubunifu na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Tumieni mitandao ya kijamii kwa maendeleo, badala ya kuitumia vibaya. Itumieni kujitangaza, kutangaza biashara zenu, kujifunza na kuunda mtandao wa fursa, kwa maana networking. Kuweni wanyenyekevu wa maarifa. Dunia inabadilika kwa kasi, msichoke kujifunza mambo mapya kila siku. Kuweni waadilifu na wabunifu wa hali ya juu. Dunia ya kidijitali inahitaji watu wanaoaminiwa, wenye maadili na wanaotumia teknolojia kwa manufaa ya jamii. Kumbukeni, teknolojia haiondoi ajira, inaumba ajira mpya kwa walio tayari kujifunza na kubadilika. Hivyo basi, tumieni elimu yenu na teknolojia yenu kama nyenzo ya kujenga, kujiajiri na kulitumikia taifa kwa uaminifu mkubwa. Aidha, Dendego amewaasa wahitimu hao kuitunza Tanzania na kuwa watulivu katika jamii. Katika mikoa yetu Tanzania na nje ya nchi yetu, niwaombe sana vijana. Vijana nyinyi ndio nguzo kazi ya taifa hili.
Vijana, nyinyi ndio Tanzania ya sasa na Tanzania ijayo. Kama ambavyo wazee wetu wameitunza Tanzania mpaka leo sisi vijana tunakuja kuifurahia, tunaomba tusiwe sisi wa kwanza kwenda kumbomoa mama Tanzania. Tuende tukae watulivu katika jamii, katika maisha, katika ngazi zote. Changamoto huwa hazikosekani, lakini kijana msomi atatatua changamoto zake kwa utulivu na busara kuu. Sitegemei wala kuona wala kusikia leo mhitimu kutoka hapa TIAA na yeye ataenda kuungana na watu wasiojitambua barabarani kuibomoa Tanzania. Edna Malekela, Singida.